Ninapendelea science na ICT. Nilitengeneza kwamba mimi ndio role model wake wa kwanza. Naweza kujenga bungalow au nyumba za village. Uharibifu ulikuwa mwingi sana mwanzoni. Lazima haribu ili ajifunze. Kwa hiyo kupasua screen, kudondosha maji kwenye keyboard, hizo zilikuwepo nyingi. Nataka nikuwe engineer, nitengeneze robot. Lazima tuwaandae waweze kufanya kitu muda wowote cha kushangaza dunia. Practice makes perfect. Sort it out, we'll sort it out. One thing I know, one thing I found. You hide Jehovah, you hide milele. Mataifa tumsifu. Auntie. Nzuri. Leo nimesoma ICT, nimesoma kompyuta. Mataifa tumsifu Yesu yu hai. Yu hai. Naitwa Joylin Pregod Penieli Mushi na miaka 7. Nasoma shule ya Academic International Primary School. Niko darasa la 3. Ninapendelea science na ICT. Science inakufundisha mengi na ICT inakufundisha vitu ambavyo vinatumika kwenye kompyuta yako. Baba yangu ndio kanifundisha na kanitamanisha nifanye ICT na science. Nilimwona anafanya nyumbani, nilimuuliza, baba unafanya nini? Amesema ninafanya ICT. Nimesema, baba naomba nijue nini ni ICT. Anijibu, ICT ni Information Communication Technology. Inafundisha kila mtu ni kila kitu. Kwa mfano, inakufundisha multiplication, inakufundisha science, inakuacha ufanye uchore, ufanya vitu vingi. Alinipa kompyuta yake, nikajaribu kujenga nyumba kuna hiyo kompyuta. Nilivyomaliza na nyumba yangu, nikamwonyesha baba. Baba amesema ufanye kila siku hiyo utaimaster. Ilinipa ugumu wa kuweka vioo. ICT ilikuwa kidogo ugumu, ila ilikuwa nzuri kujifunza. Mitihani yangu ya ICT ilikuwa 94 excellent. Mwalimu amesema nikimfocus mwalimu nitapata kila saa good marks kwenye masomo yangu. Naweza kujenga bungalow au nyumba za village. Natumia pembe 3, square na mlango rectangle, fence triangle na geti rectangle na miti rectangle na triangle. Karibu watazamaji. Leo tutaona bungalow ambao leo nitachora kwenye kompyuta. Karibuni tuone mchoro wangu.
Story ya Joelini inaanzia kipindi ambacho mimi nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa naandaa matangazo. Kwa hiyo tukiwa yuko mdogo alikuwa anapenda kukaa pembeni yangu mimi. Kwa hiyo nilikuwa nalikuta mimi nikifanya kazi zangu za matangazo za ICT, yeye anakuwa anaona. Kwa hiyo ikafika kipindi hata alikuwa anakuja anaangalia dadi anataka bonyeze anafanya. Kwa hiyo amekuwa hivyo akiniona, ndio maana mwisho wa siku na yeye ameweza kuwa ni rahisi kwa yeye kufanya. Anapenda kujua, anasemaga anapenda nijifunze vitu vyote ninavyojua. Kwa sababu anaamini ni vitu vizuri. Kwa sababu nimtengeneza kwamba mimi ndio role model wake wa kwanza katika maisha. Kwa hiyo lazima aniangalie mimi. Kwa hiyo unakuta watoto nao wanatushape. Unaweza unajua. Kwa hiyo sasa na yeye anapenda, lakini kitu cha kwanza kingine pia uharibifu ulikuwa mwingi sana mwanzoni. Ibidi nikubali uharibifu uwepo. Na lazima haribu ili ajifunze. Kwa hiyo kupasua screen, kudondoshea maji kwenye keyboard, hizo zilikuwepo nyingi. Lakini kukuta ni safari ya kujifunza. Kwa mabadiliko ya teknolojia na mabadiliko ya dunia yanapoelekea, sisi hapa ni science. Maumbile yetu, miili yetu, kutembea kwetu, kila kitu chetu sisi hapa ni science. Watoto wa kike wameprove kuonekana kwamba wakijifunza science wanakuwa wazuri sana kuliko wa kiume. Mimi mwenyewe shuleni kwetu sisi wa science tulikuwa tunakimbizwa sana na watoto wa kike. Lakini katika perception ya jamii inaona ni vitu vigumu, lakini hiyo sio vitu vigumu, ni swala la kupenda, kufahamu. Na science ni maisha yetu, science ni kile kitu kinachotuzunguka. Kwa hiyo tupende sana pia watoto wetu kuwafundisha masomo ya science, sababu yanasaidia kujitambua. Mzazi ndio mwalimu wa kwanza wa mtoto. Alafu nafuata shule. Kwa hiyo cha kwanza tulizoanza kumfundisha, cha kwanza ni unajua siku hizi kujua kusoma na kuandika wanasema. Lakini kujua kusoma na kuandika kwa kisasa ni kujua kutumia vifaa teknolojia. Sasa lazima watoto sasa hivi wajifunze, cha kwanza lazima ajue kuandika na kusoma, ajue jifunze kutumia kompyuta vizuri. Kutokea hapo sasa, kama atakuwa fundi seremala atatengeneza design yake kwanza kwenye kompyuta, alafu ndio ataenda. Akiwa mpishi ataangalia mapishi yake. Kwa hiyo lazima sasa hivi kusoma na kuandika, lazima tuangalie kwenye dirisha la dunia ambayo ni mtandao. Ndio dirisha la kuangalia dunia inaendeleaje. Kwa hiyo tukiangalia dirisha la dunia inaonyesha kwamba kuna umuhimu mkubwa kwa watoto wetu kujifunza kujua kompyuta. Unakuta mtu anaanza kuja kompyuta yuko chuo, inampa shida, akienda ofisini anatumia kompyuta. Huko kote alikuwa anapata division 1 hadi form 6 kwa makaratasi. Leo unamwambia sasa utakuwa unatumia kompyuta kufanya yale mambo ndani ya miaka 3-4. Kwa hiyo ni muhimu sasa hivi maisha yalivyosogea, kujua kusoma na kuandika ni kujua kutumia vifaa vya kiteknolojia. Cha kwanza ni kompyuta, vinginevyo vinafuatia, lakini hiki ndio cha kwanza. Kwa hiyo tusichukulie tu kama ni kitu fulani tu kimekaa hapa, hii ndio njia ya kwenda duniani. Nataka nikuwe engineer, nitengeneze robot kubwa ambayo inaweza kusaidia Tanzania. Anasema utakuwa engineer mzuri na ninajua utakuwa engineer ukikuwa mkubwa. Mama sometimes ananiambia nifanye homework, nikimaliza ndio naenda kwenye kompyuta. Nikimaliza vitu vyote vya shuleni ndio naenda kwenye kompyuta. Nataka niambie kwamba sayansi sio ngumu kama unafikiri. Sayansi itakuwa nzuri kwa wewe ukikuwa mkubwa, na ukiendelea kupractice utapata, kwa sababu practice makes perfect. Lazima mtoto ajue vitu vingi. Na lazima tuwaandae wasiwe na akili kama zile za kwetu zamani. Sisi tulikuwa tunaambiwa somo, ukimaliza utaajiriwa, utafanya nini. Lazima tuwaandae waweze kufanya kitu muda wowote cha kushangaza dunia. Yupo shuleni, anaweza bado yupo shuleni lakini akagundua kitu chake kikubwa tu kikaweza kumsaidia. Unaona, kwa hiyo lazima tuangalie, tusiwategemee mpaka wamalize shule mpaka wafanye nini. Anaweza akafanya kitu chake kikubwa tu huku katikati. Kuna wasifikirie mambo ya ajira. Ndio maana tunawaandaa wawe versatile. Watoto wote lazima wawe versatile. Lazima kumwambia bwana, leo utakuwa na kazi ya kwenda kufanya kuchomelea au tunaenda kuuza nini, tunaenda kuuza hicho. Kesho bwana, leo una kazi ya kisomo, utakaa ofisini hivyo. Kwa sababu tunajikuta vijana wengi tunakosa hizi ajira, nafasi kutokana na kujitolea, hatujui jinsi ya kujitolea. Kwa hiyo lazima tuonyeshe watoto wetu jinsi gani wanaweza wakajitoa kwenye jamii na wakasoma matatizo kwenye jamii. Na hiyo ndio itakuwa ndio biashara yao, ndio mafanikio yao. Kwa hiyo lazima tuna mabadiliko ya fikra makubwa kuhusiana na ajira yanahitajika. Kuna wanaosema tu ajira hamna, ili wimbo wa kila mtu ili kupunguza ideology.
na kuna kweli watu ambao wanatafuta ajira ambao ajira hakuna kweli. Kwa hiyo yote lazima tuwaandae. Tunawaandaa na nini? Lazima wawe na vitu zaidi ya 4 5 ambavyo wanaweza akafanya. Kiasi kwamba kumwambia leo nitakupeleka Uganda na begi tu, ajua akifika huko anaweza akafanya hiki, anaweza akafanya hiki, anaweza akafanya hiki, kitendea kazi akipata hiki atafanya hiki, atafanya hiki. Hata kama wewe kesho na kesho kutwa haupo, unajua huyu anaweza akafanya hiki, akafanya hiki, akafanya hiki. Unaweza kujikuta tunawekeza nguvu nyingi kwenye kulimbikiza mali, lakini hatuwaandai hawa kuja kuziendeleza zile mali. Kwa hiyo tunajikuta hapa katikati kuna gap. Kizazi hiki kitakuwa tajiri, kizazi kinachofuata kitakuwa maskini. Kwa nini isiwe na muendelezo katika maisha yetu ya Kiafrika? Wenzetu wana muendelezo. Kwa nini muendelezo basi? Wanawekeza pia katika kipaji cha mtoto pia. Ndio maana mimi nimewiwa kwenda chini kabisa kudili na watoto. Na mimi mtoto pia nimetengeneza naye game ambayo ni inaitwa Jilinde. Inaongelea msichana anaitwa Linda. Ni kwa ajili ya adolescent girls and young women. Yeye ndo ameniinspire mimi kutengeneza hiyo game kwa ajili ya watoto kujifunza na kucheza na kukwepa vikwazo. Kwa hiyo unajikuta kupitia watoto wetu na wenyewe wanatufundisha vitu. Kwa sababu unakuta uwezo ukawaambia kila siku leo kuna kikwazo hiki, usiingie kwenye drugs, usiingie kwenye peer pressure, usiingie kwenye nini. Kwa hiyo sasa tumekaa mimi na yeye tukatengeneza game ambayo yeye anaimba sasa. Kwenye hiyo game inaitwa Jilinde, inamuongelea msichana anaitwa Linda. Linda yuko kisimani anateka maji. Ghafla anakutokea sugar daddy, anaitwa sugar daddy wale. Na yeye anataka kumpa hela nyingi za haraka haraka. Kwa hiyo Linda kisimani anatupa maji, anakimbia, anaanza kukimbia vikwazo. Kwa anavyokimbia Linda anakupa vikwazo, alcohol, drugs, kila kitu. Na mwisho wa siku Linda anakuja akifanya health check, afya inapanda. Kwa hiyo akikosea mara 3 anaanguka. Kwa hiyo tunaweza tukaelimisha watoto wetu kupitia games, kupitia sports, michezo na nini. Kuna njia nzuri ya kujifunza science na kujifunza lifestyle. Kwa hiyo ndio maana tumewiwa kwenda chini kwenye kwanza na hiki kizazi cha watoto na wanaoenda kukua. Napenda kuimba mwimbo kama ya Yesu na nyimbo ya K-pop Demon. Mama amenishawishi kuimba vizuri kwa sababu yeye anataka mimi nimfundishe kwa sababu yeye hajui kuimba. Yu hai Jehova, yu hai milele, mataifa tumsifu Yesu. Yu hai Jehova, yu hai milele, mataifa tumsifu Yesu. Yu hai Jehova, yu hai milele, mataifa tumsifu Yesu. Yu hai. I was a ghost, I was alone, hang torching, hang kizage. Even the ghost, I didn't know how to believe. I was a queen that I lived to starve, trying to paint both sides, but I couldn't find my own place. Got too wild, man, I got too wild, and I thought that I'm getting paid. And I told her I've got hiding, now I'm shining like I'm born to be. Oh, dreaming high west, voice is stronger, and I know, I believe. We're going up, 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 it's our moment. Gonna be golden, together we're glowing. Oh, up, up, up with our voices. Gonna be golden, gonna be golden. Oh, I've got hiding, now I'm shining like I'm born to be. Oh, dreaming always, voice is stronger, and I know, I believe. We're going up, 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 it's our moment. Gonna be golden, together we're glowing. Oh, up, up, up with our voices. Gonna be
found is an only hope. We'll sort it out. We'll sort it out. One thing I know, one thing I found is the only thing. We'll sort it out. We'll sort it out. We'll sort it out. One thing I know, one thing I found is the only thing. We'll sort it out. Kwa kweli nashukuru Mungu kwa sababu anajifunza kwa spidi na ndio zote anatuleteaga A's kasoro English tunapataga B. Kwa sababu nadhani anakuwa ameizoea sana, lakini kwa kweli tunashukuru, anajitahidi sana, anafanya wote nguvu zaidi ya kumuongezea. Walimu wanampendelea kwa kweli kipekee kabisa. Mwalimu wake wa science, mwalimu wake wa music ni marafiki, mpaka wamekuwa marafiki sasa. Kwa sababu wanapenda kipaji chake, wanasema kila siku tumuendeleze, kila siku tumwekee nguvu. Wanazidi kusisitiza na wenyewe na wameweka kweli karibu. Kwa hiyo pia sisi inatupa hamasa ya kuendelea kuwekeza. Na kama unavyojua miaka ya siku hizi, wanasema vipaji vinalipa zaidi pia. Kwa hiyo lazima afanye, ajifunze awe na kitu ambacho anakifanya kama hobby, na kitu anakifanya kama lazima. Unajua lazima ajue kuna hivi vitu viwili kwenye maisha. Na sisi tumehangaika kuvijua hivi, kujipangilia. Wakati tukiwa wakubwa sana tumeshakosea sana, lakini sasa kwa nini tuwaruhusu wao wakosee? Lazima tuwawahi mapema ili wasikosee, wasiratiba. Kuna hiki ndio, kuna hiki sio. Kwa lazima ni mapema tu. Mamake akawa ananiambia bwana, anapenda kuimba, anapenda muziki. Nikamwambia wewe bwana achana na mambo ya muziki bwana. Hata mimi mwenyewe nilikuwa napenda kuimba. Kwa hiyo akaona lakini uko serious, anapenda bwana. Nikasema mimi sitaki mambo. Akaja mwalimu wake wa Sunday school. Akasema unaweza kuimba. Akasema bado bwana. Sasa akawa yeye mwenyewe ananiimbia. Kila siku ananiimbia. Kwa hiyo na mimi nikaona hiki ni kitu kizuri. Na siku hizi kama unavyosema kipaji kinaweza kikakulipa kuliko kitu kingine. Lakini cha muhimu cha kwanza ni hii elimu kwanza. Akishakuwa na elimu atajua jinsi ya kupangilia kila kitu huku mbeleni. Zamani unaweza kukuta tulikuwa tunaiba muda tunaenda kucheza mpira wakati tunakatazwa, wakati nilikuwa ni kipaji na huku tunaambiwa twende shule. Kwa siku hizi lazima tujifunze kuwa na mzani katika hawa. Wewe hapo utaimba, utafanya, usiende kufanya muziki ambao wewe upendi. Lazima uwe rafiki yake wa karibu. Yeye asiende kufanya kazi ambazo wewe usipendi, lazima wewe ndio mtu wa kwanza kumuelekeza kazi, sio kumkataza. Unajua, utacheza mpira lakini utacheza huko, utacheza huko. Utaimba lakini utaimba hivi, utaimba hivi. Sio kwamba hicho ndio kitu kizuri kutokana na jamii ya siku hizi. Nimepromise mwaka huu akifanya vizuri akinipa A zote, nitamletea piano na nitampeleka darasa la muziki. Kwa hiyo unaona hapo vinavitegemeana hivi. Ukifaulu vizuri nitakununulia piano, nitakupeleka darasa la muziki. Kwa hiyo lazima hiyo fiti iwe juu ili isaidie fiti nyingine. Kwa yeye anaona nini reward kutokana na kitu ambacho ni hobby anakipenda. Na anazidi kukua pia katika hivyo vitu anavyovipenda. Nadhani tumeona katika hata wachezaji mpira, tunaangalia mpira, tunaona wacheza mpira unakuta mtoto wake anafanya kile kitu ambacho mzazi ana. Sababu wao ndo wanasema ndo damu zetu tunasema. Kwa hiyo kile ambacho wewe unahisi kwamba hiki kwenye familia yetu ni kizuri, kipo na kama hakikuonekana kwako kwa njia zote zile, mwekee huyu afanye. Kwa sababu yeye ni damu moja ile. Kwa hiyo ina muunganiko. Na muunganiko katika wewe na yeye. Lakini sasa ni namna gani? Inawezekana mzazi una trauma. Inawezekana mtoto wewe ulifeli kwenye mpira, ulivunjwa mguu. Kwa hiyo lazima utamwambia mwanao, atamwona atapenda pia ule mpira. Lakini wewe unakumbuka ulivunjika mguu na malengo yako mengine ya kuendelea. Kwa hiyo tunakuwa tuna trauma sisi wazazi kuhusiana na vipaji vya watoto. Sasa tunaona mtoto anapenda kweli kucheza mpira. Sasa mpira mbona mimi hujanipa mafanikio? Unakuta lakini tunaona wazetu wanapitisha katika njia hizo na wanaenda katika njia hizo. Kwa hiyo nadhani ni namna ya urafiki kati ya mzazi na mtoto. Lazima kuwe kuna best friend hapo, ili mambo yaweze kuwa mepesi katika ushauriano. Lakini kama wazazi lazima tutengeneze best friend. Ndio mambo yataweza kwenda sasa kama tunavyohitaji sisi. Lakini bila kuwa na best friend hapo, ikiwa ni amri, ndio inaleta shida kubwa. Lakini sio kwamba wazazi wanawakatalia watoto wasifanye vile vitu. Wazazi wana trauma na mwisho wa siku mtoto lazima afuate damu, lazima afuate. Kwa mzazi kama kitu kile kilimpa mafanikio atamwambia akafanye.
Kama akikumpa mafanikio, tunaona Bi Hadija Kopa na mtoto wake Zuchu ambaye kafanya muziki. Lakini kama angekuwa kufanikiwa kwenye muziki, angemwambia usifanye muziki. Kwa hiyo unakuta wazazi wenyewe tuna trauma. Hapo tunaangalia sasa tunarudije katika hawa sasa usipite njia ile. Tunakuta mwingine anakuwa mkali sana. Lakini ni damu yako itafuata. Kwa hiyo tunafanyaje sasa kufanya hivyo tusi. Kwa hiyo lazima hapa kuna namna ya kubadilisha fikra. Mimi kitu kikubwa ni fikra. Tutarajie kupata game nzuri sana ya kucheza ya adolescent girls and young women. Sio tu watoto watacheza, hata watu wazima watacheza, kila mtu atacheza, sababu ni game ya ulinzi. Na hapa tuko tunaendelea kuandika na kuandikia, nimeleta wataalamu wa kumwandikia, wanamwandikia jinsi ya kuimba, jilinde, vikwazo ndio njia kwenye maisha, mashairi wanamwandikia, na mimi huko niko katika programming, tunamalizia pati za mwisho kuintegrate na akili mnemba, kwa sababu unajua tumetumia zaidi ya miaka 3 kuijenga hii game. Na teknolojia inabadilika kila siku. Kwa kabla hujatoa unakuta teknolojia imesogea mbele. Pia ndio chanzo changamoto wanakutana nao pia watu wa teknolojia. Sasa tumeingiza kwenye mambo ya akili mnemba. Kwa lazima iwe na uwezo pia, game inaweza kusoma tabia ya mchezaji. Unaona, kwa hiyo ndio tupo katika ilikuwa ishakamilika. Kwa hiyo tupo kwenye hatua nyingine sasa ya kuweza kuingizia hayo mambo.